Kuanzia sasa tumekubaliana kusaini mikataba kama mlivyoona hapa. Tumesaini mikataba karibu 4-5 na yote ndiyo msingi sasa wa kuanza kufanyia kazi maeneo ambayo yatakuza biashara na uwekezaji. Matokeo mengine muhimu ya majadiliano yetu yanahusiana na uwezeshaji wa vijana. Nilimfahamisha Mheshimiwa Rais kuhusu dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050 na kwamba katika dira ile mwelekeo mkubwa au kipaumbele kikubwa tumepeleka kwa shughuli za vijana, kwa sababu wao ndio watakao kuwa wanaongoza na wanashika maeneo mbalimbali ndani ya miaka 25 ijayo. Kwa tumeelekea kwenye mambo kadhaa, na dhamira yetu ni kuwawezesha vijana kupitia kwanza elimu, kujenga uwezo wao kielimu, lakini elimu sio tu elimu hii ya kawaida ya mashahada na madigirii, lakini pia kupitia elimu ya ujasiriamali, ukuzaji wa ujuzi, skills development, pamoja na ubunifu au innovation. Pakubwa tulipojielekeza ni mambo ya digital economy, kuwaingiza vijana wetu sana kwenye utekelezaji wa mkakati wetu wa mkakati wa kidigitali, uchumi wa kidigitali ambao tumeupanga kutekeleza ndani ya miaka 10 ijayo kuanzia mwaka 24 mpaka mwaka 34. Kwa hiyo tutawaelekeza sana vijana huko kwenye digital transformation, digital platforms. Kama mnavyofahamu, uchumi wa nchi yetu bado unategemea kilimo kwa sehemu kubwa. Hivyo nimemweleza Mheshimiwa Rais kuhusu tayari wetu Tanzania kushirikiana na Singapore katika utekelezaji wa mpango wao wa kuimarisha usalama wa chakula, wanaita food storage au food story 2 strategy, unaotoa kipaumbele kwenye masuala ya uingizaji wa mazao ya chakula kutoka nchi mbalimbali na ushirikiano katika kuimarisha usalama wa chakula katika nchi zote mbili. Katika mwelekeo huu nimeikaribisha Singapore kuwekeza nchini katika kilimo cha uzalishaji kupitia taratibu wa kuzalisha nje ya nchi. Yaani wao waje wazalishe huku kwetu, halafu tutakuwa tunasafirisha kama vile tulivyokubaliana na Urusi, na kwamba Urusi sasa imeanza uzalishaji wa ndizi ndani ya Tanzania na watakuja na mazao mengine, nao tumewakaribisha katika mfumo huo. Tulizungumzia pia ushirikiano wa biashara kikanda na